Artashasta. Huyu ndiye aliyetoa amri ya miaka 457. Na unaposoma hawa Koreshi na Dario walitoa amri ya kutengeneza nini? Hekalu. Lakini Artaxerxes anapotoa amri, japokuwa iliunganisha hadi hekalu, lakini wao walipewa nafasi ya kuenda kutengeneza hata nini? Ya kuenda kujitengenezea na kuanza kujimiliki wao kwa wenyewe. Hebu tuteremke mpaka Ezra 7. Kitabu chake ni cha Ezra 7. Tusomee katika mstari wake wa 12. Tunapata kwamba Artaxerxes mfalme wa wafalme kwa Ezra kuhani, mwandishi wa Torati ya Mungu, na mbingu na salamu kamili wakadhalika, na toa amri ya kwamba wote walio watu wa Israeli na makuhani wao. Kumbuka, walio watu wa Israeli na makuhani wao. Makuhani walikuwa wanafanya kazi katika hekalu la Mungu. Ndio maana nakwambia, japokuwa ya Artaxerxes alikuwa ametoa amri na kuweza kuwapatia nafasi ya kwanza na kuweza kuwapatia hata fedha ya kwenda kuanza kujiongoza wao kwa wao, baada alikuwa anazungumzia kuhusu nani? Hekalu la Mungu. Mpaka aka release wale ambao ni makuhani ambao wanafaa kwenda kufanya kazi ndani ya hekalu la Mungu. Tunapata ya kwamba tunapoendelea, tunapata ya kwamba na makuhani wao na Walawi katika ufalme wangu wenye nia ya kwenda Yerusalemu kwa hiari. Kwa hivyo kwenda Yerusalemu ilikuwa kwa hiari, haikuwa ya kwamba unafungwa ili uweze ukafika Yerusalemu, kwa sababu utapata ya kwamba kuna wenye walishakuwa na biashara yao katika mji huo, na kuenda kwao Israeli utapata ya kwamba ilionekana kuwa wengine ngumu. Hata wengine walitaka kuenda, wakaenda na biashara yao pia wakaenda kuiendeleza wapi? Katika mji wa Israeli. Na unaposoma kitabu cha Ezra na Nehemia, utapata ya kwamba hizo biashara walikuwa wanaendeleza huko katika mji wa Israeli, na kuna vile pia hayakuweza kupendeza wajane pia. Tunapata ya kwamba kitabu cha Ezra 7 tunapata ya kwamba kwa sababu tuko 17, kwa sababu hiyo ujitahidi kununua kwa fedha hiyo mafahali kondoo waume na wanakondoo, pamoja na sadaka za unga na sadaka zao za kinywaji, nawe utazitoa juu madhabahu ya nyumba ya Mungu kwenyu ulioko Yerusalemu. Na vile vyombo 19, na vile vyombo upewavyo na huduma ya nyumba ya Mungu wako virejeze mbele za Mungu wa Yerusalemu, na chochote kitakachohitajiwa zaidi kwa ajili ya nyumba ya Mungu wako kitakachokupasa kutoa kitoe katika nyumba ya hazina ya mfalme. Ukisoma kuanzia 25 kuendelea, utapata ya kwamba mfalme Artaxerxes hata aliwapatia vitu ambavyo wangestahili ya kwamba waweze wakajilinda nazo na kutengeneza amri katika mji wa Israeli. Ndio maana tunatumia mwaka wa 457. Nadhani sasa tunaweza anza kuhesabu, tunaweza anza kufanya hesabu yetu kwa uzuri, kama tushaweka mwongozo unaofaa ya kwamba tunaanzia miaka 457 kama mwanzo wetu wa kuanza kuhesabia majuma 2000 na siku 300, 2300 majuma na majuma 70 na majuma 7 na majuma 62. Kumbuka hapa tuko na majuma 70, majuma 7 na majuma 62. Haya, unapounganisha haya yote yanakuja
7, 8, 9, 9, 6 na 7 yanakuja 12, yanakuja majuma 139, na hayo hatuendi kuyaangalia namna hiyo, kwa sababu hapa tutapata ya kwamba hii majuma yamekuwa kubwa kuliko majuma ambayo tunaanza nayo, kuliko mwaka ndio tunaanza nayo, na majuma ni mingi. Sasa hapa kwa unabii, kwa tunapotumia hesabu ya unabii ya Biblia, tutapata ya kwamba Biblia inatumia mbinu moja, na ndio maana wengi wanapotea kwa njia hii, kwa sababu wanataka kuchukua haya majuma sawasawa vile alivyo, na Biblia inasema ya kwamba unapotumia kwa siku ya Mungu ni miaka. Mtu atachukua haya na iweke hivyo na aanze kukataa Biblia ya kwamba Biblia sio halali na wala haiendani pamoja na historia. Kwa sababu gani wanakosea? Kwa sababu hawataki kutumia neno la Mungu kwa vile ambayo inapaswa. Biblia inatuambia katika ni amri juu ya amri, ndipo tutafanya nini tutakapolielewa neno la Mungu. Sasa Biblia inatuambia kwamba Mungu anapotoa hesabu yake, siku moja ni miaka moja. Siku moja ni miaka moja, Biblia inapotoa hesabu yake. Na hayo tu watu tutatoa kudhibitisha katika kitabu chake ni cha Numbers. Kitabu chake ni cha Numbers. Numbers chapter 14 verse 34. Tutapata ya kwamba kuna ingine katika Ezekieli 4 mstari wake ni wa 6. Na bado tutapata ya kwamba kuna mwanzo that is Genesis, mstari wake ni wa 29, 21 mpaka 27. Mwanzo 1:26 mpaka 27. Tunapata ya kwamba tunapotumia desturi hii ya kutafsiri siku za Biblia, ndio tutakuja kutokelezea sawa na siku za mwisho za majuma 70 na majuma 62 na juma 7 na majuma ngapi? 2300. Hebu tuangalie, kwa sababu tuko na mwanzo. Hebu tuanze kuipiga hesabu yetu. Napata ya kwamba Biblia inatuambia wakati amri itakapotolewa, na amri tumepata ya kwamba ilitolewa mwaka wa 457 kabla ya Kristo, ambaye ni BC. Kabla ya Kristo. Na unapata ya kwamba tunapotoka katika huu siku tukielekea tunatafuta majuma 70 weeks, tunafaa tupate nini? Mwisho wake. Majuma 70 tukitumia desturi ya kitabu cha Numbers chapter 14 verse 34. Hebu tufike pale. Biblia inatuambia katika kitabu chake cha Numbers 13:44 inatuambia hivi. Numbers, kitabu cha Musa 14:34. Mungu anatuambia kupitia Musa 14 mstari wake ni 34. 14:34 tunapata ya kwamba 34 Biblia inatuambia kwamba kwa hesabu ya hizo siku
mlizoipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nyinyi mtakujua kufarikana kwangu. Kwa hivyo Biblia inasema Biblia inatuambia ya kwamba watakapokwenda kupeleleza ule mchi kwa siku 40, kila siku ni mwaka. One day is a year. Numbers chapter 14 verse 34. Kitabu moja ambayo pia ambayo pia inazungumzia hayo ni katika Ezekieli 4:6. Ezekieli 4:6. Kitabu cha Ezekieli 4:9. Ezekieli 4 mstari wake ni 6. Ezekieli 4:6, Biblia inatuambia, tena utakapozitimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kiume, nawe utachukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Kwa hivyo mwaka siku 40 bado Mungu ameiweka ni kwamba ni miaka 40. 40 days is equal to 40 years. According to the prophecy of Numbers, Ezekiel and the book of Genesis, ni ambayo tunaenda kuangalia. Now, kitabu cha Mwanzo 29, Mwanzo 29, tuende pale tukimbia katika Mwanzo 29, mstari wake ni kuanzia 21 mpaka 27, lakini hatutaisoma yote. Mwanzo 29. Mwanzo 29 kuhusu Yakobo. Mwanzo 29 mstari wake ni 21 ya kwanza. Tuanze inasoma, Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtwala Lea. Tunapata ya kwamba baada ya Yakobo kumfanyia Labani, anamtoa nini? Lea. Binti yake akamleta Yakobo, naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea. Akamwambia Labani, nini hii ulionitenda? Sikutumikia kwa Raheli, mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zako 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakaonitumikia miaka 7 mingine. Kwa hivyo Labani anamwambia Yakobo ya kwamba unitumikie siku ngapi? Siku 7, ambaye ni wiki moja. Na baada anakuja kumwambia siku hizi 7 ni miaka ngapi? Miaka 7. Kwa hivyo miaka 7 Yakobo angefaa mtumikie nani? Labani, ili aweze akatwaliwa mke wake ambaye anataka, ambayo sasa sio Lea. Lakini tunapata ya kwamba neno ambalo tunataka ya kwamba Biblia inapotumia siku linaweka kama nini? Miaka. Kwa hivyo kama tunataka, kama Biblia imesema ya kwamba siku 40, tutapata ni kwamba ni miaka ngapi? Miaka 40. Kwa hivyo inamaanisha hata hii majuma 70 na 300, kwa hivyo tutaiweka kama miaka 2300. Hiyo ni years. Kwa hivyo tutaichukua kama majuma, tutaichukua kama nini? Kama miaka. Je,
kama haya tumeweka miaka, sembuse haya mbona tusiyatumie kama miaka? Kwa sababu haya yametolewa nini? Kwa hii wiki imetolewa kwa hii wiki, na kama hii wiki tumeiweka katika miaka, inamaanisha hata haya ndio yaweza yataendana sawa na historia. Pia lazima tufanye nini? Tuiweke wazi katika nini? Katika mwaka. Nadhani tunafuatana vizuri. Sasa kama mfano kama juma moja iko na siku, juma moja iko na siku 7. Juma moja iko na siku 7. Je, juma 70 itakuwa na siku ngapi? Juma 70 itakuwa na siku ngapi? Utapata ya kwamba unapochukua hii upige na hii, utapata ya kwamba ni itakuwa siku 490. Siku 490. Na siku 490 tutaiweka kama nini? Mwaka. Siku 490. Kwa hivyo 70 weeks, majuma 70 ni miaka ngapi? 490. Majuma 70 ni miaka 490. Na tunatoka katika miaka ya 457 before Christ, kabla ya Kristo. Na sasa hii itaisha wapi? Ile nambari iliyo kubwa utafaa kuyaondoa yale yaliyo chini, ndio uweze ukajua inaisha wapi. Hii hesabu hiyo ni rahisi sana. Uweze chukua nambari ndogo na utoe katika ile kubwa, na uweze ukapata jibu ya sawa na yale mali unataka kuyafikia. Kwa hivyo tutatumia ile nambari iliyo kubwa tuindoe kwa ile ndogo, tutoe ile ndogo kwa ile kubwa, ili tuweze tukajua hii majuma 70 ama miaka 490 yanaishia wapi. Kwa hivyo tutachukua 490 minus 457. Hapa utapata hapa ni 10, ukiondoa 7 itakuwa 3. Hii kwa sababu tumeondoa moja itabaki ngapi? 8. Sasa kwa hivyo hapa itakuwa 3. Na hii kwa sababu haiwezi ondoa ni 4, hakuna kitu hapo. Kwa hivyo hapa tuko na 33. Kwa hivyo hapa yanafaa kuwa 30 na ngapi? 33. Ndio hii majuma miaka 490 tukianzia hapa yanafaa ishe wapi? Miaka 33. AD miaka inaisha AD baada ya Kristo. AD mbona tunapotoka AD, tukitoka BC tukielekea AD, utapata ya kwamba tunaongezea moja. Kwa sababu gani tunaongezea moja? Nilipokuwa nasoma katika shule, tulifundishwa kitu ya kwanza inaitwa number line. Number line nilifundishwa kitu kama hii, na hesabu hii ni rahisi sana. Tunaweka hii ikuwe kama 0.0, ambayo huku tunatoka negative tukielekea positive. Mfano hapa tuko na -1, -1, -2, -3. Hapa tuko na +1, +2, +3, +4. Na hii ni negative, tunaelekea nini? Positive. Hapa ni 0. Sasa mtu anapokuambia -2 plus 5
kazi rahisi, unakuja kwa minus 2. Hii ni 1 2 3 4 5. Inakuangusha wapi? Kwa positive 3. Nakumbuka nambari iliyo kubwa ukitoa kwa nambari iliyo ndogo, ile sign ambayo ilikuwa katika ile kubwa ndio itabaki wapi? Katika jawabu. Hata unapopiga na calculator yako utapata ya kwamba 2 minus 2 plus 5 is equal to 3. Na mbona tutumie? Kwa sababu 0 sio mwaka, lakini unapofanya mahesabu yote unafanya nini? Unahesabu, kwa sababu hapa ilikuwa inapita hii, ilikuwa inafika hapa, ilikuwa inafika hapa, ilikuwa inafika hapa mpaka hapa. Kwa hivyo unapata kwamba we will have to add 1, tutaongeza nini? Moja, ambayo ilikuwa hapa wapi? Kwa 0. Lakini hatuiti kama mwaka, hatuiti kama 0 kama mwaka, lakini inahesabiwa kwa sababu tunatoka katika negative to positive. Kwa hivyo pale, kwa hivyo tunatoka, kwa sababu tunatoka kwa BC tukielekea AD, itatubidi tumeongeza nini? Moja. Kwa hivyo hapa inatubidi ya kwamba si tulipata ilikuwa 33. Kwa hivyo tutapata tulikuwa nini? 34. Hapa sasa itakuwa nini? 34. Unaposoma historia utapata ya kwamba kuna tendo ambalo lilifanyika katika 34 AD, na 34 AD utagundua ya kwamba mtu mmoja aliweza kuangamizwa kwa jiwe na anaitwa Stefano. Na neno hili unaweza kaipata vizuri sana ukisoma vitabu vya Wakatoliki wanapofanya misa ya Stefano ambayo ilifanyika, mauaji yake yalifanyika katika 34 AD. The martyr. Ukienda kwa vitabu vya Wakatoliki utapata kwamba martyr aliyeuliwa wakati wa 34 AD ni Stephen. Na tutagundua mbona unabii huu ilifikia 34 AD na tendo gani ilifanyika baada ya 34 AD na what happened in 34 AD, ambayo tumepata ni kwamba Stephen anafanya nini? Anauliwa. Now, ukisoma katika Danieli, tuko katika kitabu cha Danieli 9 mstari wake ni wa 20 na 4, tumeshapata ya kwamba majuma 70 ambayo iliamriwa kwa watu wa Danieli na mji wa Yerusalemu, na Biblia ikasema hata yule ambaye atakuja kuwekwa mafuta, na tutakuja kuangalia nani anawekwa mafuta. Twende katika Danieli 7, Danieli 9 mstari wake ni wa 25. Danieli 9 mstari wake ni wa 25. Danieli 9 mstari wake ni wa 25. Danieli, kitabu cha Danieli 9 mstari wake ni wa 25. Biblia inatuambia hivi ya kwamba basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ambayo tumepata ni 457 BC, na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu. Kwa hivyo tunaambiwa hata Masihi pia anahusishwa katika nini? Unabii huu. Itafanywa nini? Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na andaki, naam, katika nyakati za taabu. Tumeambiwa ya kwamba hapa kuna majuma 7 na majuma 62. Majuma 62 yote unapojumulisha pamoja yanakuja majuma 7. Unapoongeza 62 yanakuja 68. Kwa hivyo Biblia inatuambia ni juma 68, 70 weeks, majuma 68.
na tukaambiwa ya kwamba wakati amri itakapowekwa, na amri inawekwa wakati wa 457 BC, na tunapata ya kwamba haya 457 BC yote yalifanya nini? Yote 457 BC, haya majuma yote yanaanzia wapi? 457 BC. Sasa ile itakuwa kwanza rahisi kwetu tukipata ya kwamba tukianzia hapo tunapata ya kwamba kuna majuma ngapi? 68. Je, haya majuma 68 majuma 68 yaliishia wapi? Majuma ambayo inazungumziwa hapa katika Danieli 7, Danieli 9 mstari wake ni wa 25, tunapata ya kwamba kuna majuma 62 na majuma 7 ambayo tunapata ya kwamba unapata ya kwamba 62 ukiongezea majuma 7 ambayo inazungumziwa katika Danieli 9 mstari wake ni wa 25, utapata ya kwamba 22 ukiongezea 7 yanakuja 69, ambayo hapa tunafaa kuwa na majuma 69 weeks. 69 weeks ambayo kwa sababu tuko na wakati wa kuanza, tunapata ya kwamba 69 weeks, tunapata ya kwamba tuko na wakati wa kufanya nini? Wa kuanzisha. Na sasa tunapotoka hapa tunapata ya kwamba 69, jinsi tulivyopata pale ya kwamba a day is for a year, tunapotumia kitabu cha Numbers na Ezekiel, a day is for a year. Now 69 weeks, 1 week is equal to 7 days. Je, majuma 69 itakuwa ngapi? 69 weeks is equal to ngapi? Utapata yote inakuwa 469 483. Haya yote unakuja kupata ya kwamba 483. Kwa hivyo hapa itakuwa 483 years. 483 years. Na hii kwa sababu tulikuwa tunatoka kwa mahali kubwa na tunaenda kwa nambari kubwa, inamaanisha ile kubwa tutatoa kwa ile ndogo. Unapata ya kwamba inaishia wapi? Tunapata ya kwamba 483 tukiminus kwa 457 tunapata ya kwamba haya ni 3, inakuja 6, hii inakuja ngapi? 2. Kwa hivyo hii inafaa tuweke wapi? Katika miaka 26. Na kwa sababu tunatoka katika minus tukielekea positive, tunapata ya kwamba tukitumia mbinu ile itatupatia tutaongeza miaka 1 kwa sababu ya 0 ambayo tulifanya hesabu yake hapa, na tutaweka hii kwa nini 27. Acha niweke ni yangu vizuri. Haya, tushamalizia. Hii itakuwa ngapi? Ambayo inafaa tufikishe wapi? 27, ambayo hii ni 69 weeks, majuma 69. Unapata ya kwamba hii majuma 70 ni mingi zaidi ya majuma 69.
tukitoa majuma 70 kwa haya, utapata imebaki ngapi? Itabaki majuma 7. Majuma ngapi? 7 hapa katikati. Usije ukasahau, kwa sababu Biblia inapozungumza majuma 7 na majuma 62 tayari tumeziongeza ikakuja 60 na ngapi? 69. Hii ambayo tunatoa kati ya majuma 70 na majuma 69 ni ile ambayo imebaki. Tunaangalia ya kwamba kati ya hii na hii kuna siku ngapi ambazo zitakuwa ngapi hapa, ama miaka, kwa sababu siku ni ngapi? Ni miaka. Utapata ya kwamba 34 ukitolea ngapi? 27 itakupatia wiki moja, ambaye itakupatia 7 ambaye inafaa kuwa nini? Wiki moja. Hapa kunafaa kuwa na 1 week. Nafaa kuiweka wazi ili ya kwamba sisi sote tuweze tukaona kwamba hapa tuko na 457 BC na tunaenda huku ya kwamba hapa tumepata ni 34 AD na hii tumepata ni kwamba ni 70 weeks, na tumepata ya kwamba hesabu yake yote tukiweka katika mwaka ni 490 years. 490 years. Na tukitoka hapo tumeambiwa katika mstari wake wa 25, Danieli 9 mstari wake wa 25, tumepatiwa tena hesabu nyingine ili ya kurahisisha Danieli na watakao yasoma kukuwa na elimu ya kuweza kuyatafsiri, na kwamba imekuja ngapi kuanzia mwaka wa 457. Ameiweka wazi ya kwamba hii ni majuma 60 na majuma 7 na majuma 62 yote ukiweka kwa pamoja na kuja majuma 69, 70 weeks. 70 weeks katika harakati ya kuhesabu na kutumia hesabu ya Biblia, siku ni miaka, tumepata ya kwamba ni 483 years. Na yote inafaa kuanzia wapi? 457 BC. Na hii wacha niweke wapi? 483 years. 483 years. Na tumepiga hesabu tukapata ya kwamba kwa sababu ya number line ya kutoka BC to AD tumepata ya kwamba ni 27 BC. AD 27 AD. Na historia, unaposoma historia imetuwekea wazi Stefano aliweza kauliwa